tabia ya mtu aliye na Kristo ama aliyemrudia. Already alimrudia Bwana, ni tabia ipi? Na hapa sasa ni wewe utajipima, umemrudia, uko na yeye ama hauna. Sivyo? Bwana Yesu asifiwe. Unajua neno la Bwana ni ratili. Sivyo? Bwana Yesu asifiwe. Hello? Inawekwa ratili, upande huu unawekwa huku. Ona? Hiyo kitu tutaiweka hali. Unaona hii simu tunaipima kana kwamba upande huu umetoshana na upande huu, alafu tunaiweka mahali. Haleluya. Upande ule mzito ndio inafanya nini? Itainama. Na kama iko sawa itasimama. Haleluya. So hiyo neno la Bwana inakuja kufanya hivyo. Haleluya. Kwa hivyo wewe kama wewe unainama ama kama uko hauko sawa na neno la Bwana, itafanya nini? Itainama. Bwana Yesu asifiwe. Utaona umeinama. Lakini kama uko sawa na neno la Bwana, mtakuwa sambamba. Itakuwa uzito wa neno na wewe mko sawa. Haleluya. Na sio mnakuwa level moja. Haleluya. So neno anakuja kuwa kama ratili. Je, unapowekwa utaanguka ama utasimama? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo ni tabia za mtu aliye na Kristo ama aliyemrudia. Aliyemrudia Bwana, aliyeamua kumrudia. Ruth chapter 1 verses 2-14. Tabia za mtu aliyerudia Yesu Kristo ama aliye na Kristo. Ruth inaitwa Ruth chapter 1 mstari wa 6 hadi wa 14. Taka tuende mbio sitaki kuwakalisha. Is only that 29 minutes remaining. Sijui kama Mungu atatusaidia. Lakini ni better, ni vizuri tukaweze kusikia sauti ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kanisani hatakuwa na ujumbe wa mwisho, lakini leo inafaa. Kitabu ni cha Ruth. Mama Rudi. Mstari wa kwanza 6 hadi 14. Chapter 1, notice mstari wa kwanza. Kifungu cha kwanza. Sura yake ni ya kwanza. Mstari wake ni wa 6 hadi 14. Na tunaposoma neno is better kuwa alert, usikilize. Kama ni mimi tumesoma neno, kama ni mimi ningekuwa na ubiri, naona da ningetoa nini hapa kando na hii pasa ametupa. Haleluya. Hivyo ndio mtu anakuwa. Haleluya. Ama saa zingine unaweza simama hapa na useme neno la Mungu limenibariki 1 2 3. Ama mimi kutokana na huo ujumbe nimesikia sauti hii. Unaona umetuinua level nyingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe na material. Ni kitabu cha Ruth sura ya kwanza mstari wa 6 hadi 14. Ndipo alipoondoka yeye na wakweze. Habari ni Ruth ili kurudi kutoka nchi ya Moabu. Maana uko katika nchi ya Moabu. Amesikia ya kwamba Bwana amewaachilia watu wake. Amesikia ya kwamba Bwana amewaachilia watu wake na kuwapa chakula. Basi akatoka pale alipokuwapo na wakweze wawili pamoja naye. Wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Wakashika njia ili kurudi
mpaka nchi ya Yuda ambayo walitoka. Kisha Naomi akawaambia wakweze wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Endeni kila mmoja akarejee kwa nyumba yao. Mamaye. Bwana na watendee mema ninyi. Bwana na watendee mema ninyi. Kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliobariki, na mimi pia. Kama ninyi mlivyowatendea hao waliofariki, na mimi pia. Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Bwana awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kisha akawabusu. Nao wakapaza sauti zao wakalia. Wakapaza sauti zao wakalia kama nini? Wakamwambia, la sivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Wakamwambia, la sivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Naye Naomi akasema, Enyi wanangu mrejee. Kwani kufuatana na mimi? Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu? Nina watoto wa kiume tena tumboni mwangu. Hata wawe waume zenu. Enyi wanangu, mrejee, nendeni zenu. Kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema mnatumaini, na kama ningepata mume hata usiku huu, na kuzaa watoto wa kiume. Je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Mungejizuia msiwe na wanaume hata watakapokuwa wazima. La sivyo wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Nao wakapaza sauti zao wakalia tena. Na Oripa akambusu mkwewe. Lakini Ruthu akaambatana naye. Acha tushukuru. Baba, ni asante kwa sababu ya ujumbe huu. Mungu, umeamua kutuonyesha dalili ya mtu aliyeamua kukurejea, ama aliye ndani yako ako na tabia za aina gani, na Mungu wa rehema anafanana namna gani. Tusaidie Yesu kwa sababu ya ujumbe huu. Ni kwa maana tuko ndani yako, ama baba yetu hatuko ndani yako, katika jina la Yesu Kristo. Tabia zetu, je, zinafanana na hizi na zinginezo? Baba, tusaidie, tunene, tupe kutulia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Rudi mwenyewe anatumika kuvunza kanisa, mfano wa mtu aliyeamua kumrejea Bwana Yesu Kristo, ama anayeamua kurejea kwao Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasi ni mfano wa mtu aliye ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Number 1 verse 6, hapo pale ndio kuna sauti ya kwanza. Ndipo akaondoka yule jamaa, haleluya, ule mama, yeye na wakwezi, ili kurudi kutoka katika nchi ya Moabu. Haleluya. Ili kurudi kutoka nchi ya Moabu, maana uko katika
nchi ya Moabu amesikia the message. Haleluya. Amesikia. Kwa hiyo huyo ni mtu ako na uwezo wa kushika, wa kusikia sauti ya Mungu. Hako na capacity ya kuhifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama uko ndani ya Yesu, kama niko ndani ya Yesu mwana wa Mungu, ni lazima niombe Mungu anipe that capacity ya kuhifadhi sauti yake. Manake akiwa nchi ya Moabu, nchi ya utumwa, unaona ameamua. That's why amefungua macho. Haleluya. Sasa akili yako izione kwa mtoto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo ni mtu ako na masikio ya kusikia sauti ya neno la Bwana Yesu Kristo analohubiriwa, analolisikia. Haleluya. Si kulisikia tu kimwili, lakini katika roho. Manake huyu mama chenye kimefanya aondoke ni kusikia ile sauti. Haleluya. That message. Sasa wale walikuwa wanasikiliza na wanasikiliza, pale kuna ujumbe tofauti na huu unahubiri. Na sasa nimewaambia walio tayari kuhubiri Injili ni lazima muwe makini sana. Baraka huyu mama alipoamua kurudi, aliamua kutoka katika nchi ya utumwa kwa sababu amefanya nini? Amesikia. Haleluya. Kwa hivyo waandishi wa neno pale, mtu anayesauliza, je, ni nini inasafanya mtu aokoke? Hapo kuna that message, kuna topic. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini inasafanya wewe uokoke? Na iko na material. Bwana Yesu asifiwe. Maana Ruth akiwa kule amesikia. That means yeye ameamua kumrudia, kurudi katika nchi yake, kurudi katika makao yake. Haleluya. Kwa hiyo hii ni kanisa imeamua kurudi ndani ya Bwana. Ni lazima isikie, isikilize, ili ile sauti imuongoze. Haleluya. Baraka ile nchi anakaa ni nchi ya njaa. Haleluya. Daili akarudi, ni lazima asikie ujumbe kwamba kwao kuna chakula. Haleluya. Ili aende ule ukombozi. Haleluya. Nchi unakaa ama nakaa ni nchi ya utumwa, ni nchi ya mateso. Ni lazima niletewe ujumbe wa ukombozi. Haleluya. Na uingie katika maisha yangu. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya kuokoka. Amepata message. Hello. Kwani umecheka? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima usikie ujumbe ili uondoke mahali huko. Haleluya. Ule uongo, ule ujumbe, ile sauti ikuelekeze. Haleluya. Na kile kilifanya mwana wa Mungu akaishi ni kwa sababu baba yake alikuwa anasikia. Nimeanza kukupea nini material. Haleluya. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Manake aliambiwa ondoka, umchukue mwana na mama yake uende. Kwa hiyo chenye kinamwongoza ni haleluya. Kwa hiyo ili uondoke katika utumwa, you must listen the voice.
must hear the voice. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu dada amesikia ujumbe kana kwamba kwao Mungu amekumbuka watu wake. Haleluya. Biblia akasema kama wengi yetu, Mungu amekumbuka watu wa kwetu. Mungu amekumbuka kanisa letu. Nami naenda nikaungane na wao, nikale na kunywa dao na nikafurahie baraka za Bwana. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimekuambia aliyemrudia Bwana ni mtu anayesikia sauti. Haba ili umrudie Bwana ni lazima usikie sauti. Ili urudi kwa Bwana ni lazima usikie sauti. Hiyo ndio itakusaidia kama hausikiangi ujumbe. Haleluya. Maana mwentu tukaa kama marunga. Haleluya. Ndio maana watu leo hawakombolewi. Maana sauti haipeanwi. Ndio maana ile sauti inasema mimi ndiye njia, ukweli na uzima. Sasa huyu mama yeye hajaona mtu wa kumuongoza. Kinachomtoa katika nchi ya Moabu ni nini? Ni sauti ya Mungu. Haleluya. Kwa hivyo na wewe kuokoka kwako na mimi kumrudia Bwana, kama dalili ya kumrudia Bwana ni kusikia neno la Bwana. Haleluya. Kusikia sauti ya Bwana. Hii inamaanisha kama sitaisikia hiyo sauti, sitamfikia ule Kristo. That means kama huyu dada angefikiwa na ule ujumbe, angekufia katika nchi yake, nchi ya Moabu, ambayo watu wake waliishia kule. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu akasema naenda John 14, naenda kuwatafutia makao ama kuwatengenezea. Haleluya. Na nikimaliza nitawakujia, ili mahali nilipo nanyi mwepo. Haleluya. Sasa hiki kisasi kimekombolewa na Rudi na Wakweze wamekombolewa na sauti. Wakweze wajasikia sauti. Haleluya. Aliyesikia sauti ni nani? Nao. Haleluya. Na wakati alichikia sauti, ikabidi achukue Wakweze. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama unataka kukombolewa katika utumwa, ni lazima usikilize kiongozi wako. Bwana Yesu asifiwe. Alipowaambia twende, walichukua bidhaa. Walichukua nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Musa alipowaambia twende, alimwambia kwani wewe ni unajua njia peke yako? Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanasema twende kama manamba na hawaendi. Bwana Yesu asifiwe. Na akaanza kuwashauri, sasa mimi watoto wangu wamekufa. Haleluya. Na mimi mwenyewe kulingana na umri wangu siwezi sana. Kwa hivyo ni lazima niwaperu, niwafungue. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu mtu tena atakuwa na uwezo wa kuamua kutoka katika utumwa. Kuanzia leo unakula kiapo, unasema kuanzia leo dhambi piemendo isiyovaa leo nimeitapika. Kama vile Rudi aliamua kutoka katika nchi ya utumwa, nchi ya njaa, nchi ya kilio, nchi ya mateso.
Haleluya. Kwa hiyo mtu aliye ndani ya Kristo hako na uamuzi wa kuamua, hii nimekataa na hii nimekubaliana nayo. Kwa hivyo kama kuna mambo wewe uwezi amua hii kuanzia leo ever, haleluya, isi yangu na ndio yangu, basi inamaanisha hauko ndani ya Kristo. Kwa hiyo ni lazima uwe na uwezo. Ukiwa ndani ya Kristo ni lazima uwe na uwezo wa kuweka mipaka, kuchukua yale mambo yanafaa na mambo yale hayafai. Manake mama amesikia ujumbe, na aliposikia ujumbe akaona hii nchi inakaa, unaona, anajua kutofautisha majira. Haleluya. Na kabla mzee na watoto hawajakufa hakutofautisha. Kabla mzee na vijana hawajakufa hakutofautisha. Waliendelea kufa tu. Lakini baada ya kufa akasikia sauti ya Bwana. Hiyo ni lazima mzee na mama wakuu, dhambi na makosa ndani yako, mienendo isiyofaa iluka. Na ndio maana wale wanahubiringi neno la kimwili wanakuambia wakati Uzia alikufa, wanaona Uzia wa mwili na alimuona Mungu. Hello. Sasa mhubiri wa uongo akifika hapa atakwambia lazima mzee na mtoto wakuu, huyo ni mchawi na mganga. Hello. Kwa hivyo ni lazima ujitenge na associate. Lazima uamue, nchi hii nimehangaika, watu wangu wamekufa, nimepoteza kila kitu. Haleluya. Kutoka leo, manake nimesikia kwetu katika roho, kwetu ndani ya Kristo, kwetu katika injili ya kweli kuna uponyaji, kuna chakula. Basi mbona niendelee kuhangaika? Rudi akaamua na akatofautisha majira ya njaa na ya chakula. Haleluya. Na akaanza kutoka katika majira ya njaa, akaanza kutoka katika majira ya ukame. Haleluya. Akaanza kutoka katika majira ya ukosefu wa kiroho, chakula cha kiroho. Bwana alikuwa ametuma neno kule Yuda la uzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuwa nimetuma neno kule Moabu la ukosefu, la kibo. Unaisikia? Kule Moabu kuna roho wa ukame. Biashara kule zinakufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu kule wanauawa katika ulimwengu wa kiroho. Lakini kwa hao kuna chakula kinachotia wasio na nguvu tena. Haleluya. Kinachowajenga waliobomoka. Mama kaamua naenda. Haleluya. Na kabla hajaenda akaona hata hao wako hapa lazima niwafungue. Kila mtu awe huru, manake mimi ndio nimesikia sauti. Haleluya. Hello. Mimi ndio nimesikia sauti, na lazima kama wanataka kuenda nami waende nami, kama hawataki. Ndio maana akawaambia kila mtu na aru. Sasa amue ni nani atakaye baki na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Associate. Kwa hiyo ni lazima ujitenge na mambo. Kuna watu watakuwa kimwili hawezi kuokolewa wakiwa marafiki wako. Huwezi okoka. Maana tutaenda kule utakuwa kikwazo. Utaanza kuniuliza, wewe unakumbuka Misri kulikuwa na nyama bwana? Haleluya.
tukifika Goshen utaenda kubaki kule. Aliambia wewe, kumbuka hapa ni Goshen na Mungu anataka tuende jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Ananiambia hapana, sitaki kuacha hii. Kwa hiyo ni lazima uamue kujitenga. Bwana Yesu asifiwe. Kujitenga manake utakuwa na uwezo wa kuamua kutoka katika utumwa, katika dhambi. Wewe na dhambi iwe na ukuta. Vile huyu mama aliamua kutoka kwa utumwa wa ukame wa kila aina. Aliangalia akaona watoto wake wamekufa. Mama amekufa. Mzee amekufa. Je, mimi na hao watoto nimebaki na wao ambaye ni wake wa wanangu. Na akaomba Mungu sana. Akiwa kule alipata habari kana kwamba kwao kuna chakula. Kwa Yesu kuna chakula. Yuda Bwana amewatembelea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo nimekuambia namba 2, utakuwa na uwezo wa kuamua kibaya na kizuri. Bwana Yesu asifiwe. That's why kuna njia mbili. Kibaya na kizuri. Amesikia kuna chakula, ameamua kwenda kwa chakula. Ameamua kuacha ukame wa kiroho. Haleluya. Utaanza kuelewa nyakati na majira kama Naomi. Verse 8. Ukiwa ndani ya Kristo utaelewa kuna majira ya ukame, chakula, majira ya kulia, majira ya kucheka. Mtu aliye ndani ya Kristo kama Naomi anatofautisha anaona sasa majira ya ukame imefika, na anajua majira yanapoisha, na anajua majira yanapoanza. That means huyu mtu anasikia ile neno. Manake majira inapokuja Mungu anamwambia ndugu yangu. Haleluya. Majira Yesu anapomaliza Mungu anamwambia huyu mtu ako alert in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Halali wala sinzi. Usiku na mchana ako macho. Bwana Yesu asifiwe. Na ninapoenda sana, huyu mtu anajua sauti ya Mungu na ya shetani. Manake hawezi sikia sauti na akose kuelewa sauti ya Mungu. Unaona? Amesikia Bwana. Kwa hiyo huyu mtu amefikia mahali pa kuelewa sauti ya Mungu. Kwa hiyo kabla kama hujaelewa sauti ya Mungu, inamaanisha hello, inamaanisha ni vigumu sana kuokoka. That's why watu wanaombewa toba, watu wanaombewa mapepo yaondoke, na pepo inajua huyu mtu ajui sauti. Kwa hiyo that's why wanasemanga Mungu ameniongelesha, lakini unapochapua neno ni mapepo inawaongelesha. Haleluya. Mungu amenituma nikuje nikufungue kutoka vifungo vya kwenu. Kwani aliye ndani ya Kristo bado ako kule. Haleluya. Misiki hapo wanakuletea, anakubebea na unachukua. Maneno yako yatakuwa baraka kwa wengine badala ya laana. Basi naye kile unatamukia watu baraka.
Ukiona dada yako unamtamkia baraka, unamwombea kuinuliwa. Haleluya. Verse 9 anasema aje? Bwana na wajalie kuona raha kila mmoja nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kule unasema kama tauyo mchawi, kama tauyo adui yako. Je, hiyo ni tabia ya mtu aliye ndani ya Kristo? Ya? Hoja hiyo roho kama tauyo mchawi. Sheko leo. Hakutamkianga. Ndio maana niliwaambia kazi ya manabii wa uongo hawanenangi mema. Wanaonanga kifo, mapepo, vibungo na laana. Unaposikia mtu anaongea hiyo, ukisikia elewa huyu hayuko ndani, hako around the globe. Hello. Kuna wakati ulitembea around the globe? Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ulitembea nje around, you are not in. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu uliyebadizo matendo unashiriki, unanidanganya wewe, umemsahau Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So hapa tunaona, hapo tumeona around. Bwana Yesu asifiwe. Around, yani nje, yani tunatembea around. Kando ya mito, mimi napenda kuzama kama samaki nje ya bahari, zinawai nje ya Bwana Yesu, ije ya roho wako. Nataka nisame, unisame. Atutembei around. Bwana Yesu asifiwe. Unavaa kuwa ndani. Lakini unaposikia mchawi wangu wako na akufe, elewa. Wako nje ya wako nje ya Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Araye Naomi aliposikia alisema hapana, siwezi kaa nje. Haleluya. Chukua Naomi leo. Wewe siwezi kaa nje ya Yesu. Siwezi kaa nje ya maji. Basi kama samaki hawezi kaa kando ya maji na apate uhai, je, kanisa likikaa around for Jesus iyo konga okatuzio avito ozoteka kokinto isepeti udosai. Basi wale watu wanakuwa kiroho, basi wale watu waoni neno la Bwana, basi wale watu wasikii sauti ya Bwana, pale ya madhabahu, pale ya wachawi, pale ya waganga. Na Yesu anasema kule nje kuna wachawi wanawatangaza. Bwana Yesu asifiwe. Naomi akasema hapana, mimi sitakaa nje ya baraka ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo aliyeamua kumrudia Bwana
anafunga viatu na kusema nimehangaika sana, nimefungwa sana, nimekaa katika ukame tena, lazima nile na Yesu. Na Yesu akasema nitakaa katika mlango nikibisha, yeyote atakayeingia, atakayelisikia. Bwana Yesu asifiwe. Na fungue milango yake, roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya maisha yako ataingia, na akiingia atakukaa. He is a key. He is a command. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini kule nje, around, na hawa jamaa wangu na shida, wanakuambia kule nje na mnasoma vizuri. Kuna ndugu alisoma na nilimsikia kwa TV nikiwa kwa nyumba. Pia wakati nilikuwa sijafungua kanisa. Yani kule nje na unasema you are around. Yani hata chini unasema. Yani Mungu anakuambia uko nje huko unahawa na itoshe unawatangaza. Lakini wewe sikia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nakushukuru sana kwa maana wakati tulikutana na wewe ulisikia kile nilikwambia. Mungu akubariki. Lakini kwenye ulikuwa, sikulikuwa na wachawi, kulikuwa na wanyang'anyi, kulikuwa na wezi, kulikuwa na simba. Alikukula aje? Wewe unacheza wewe. Huyo mtu atakuwa na uwezo wa kuamua kurejea ama kujitenga na marafiki wa kitambo. Marafiki wa kitambo usipowaacha, my brother, you will never deliver. Usipowaacha dada, you will never be free. Ndio maana unaona Ruthi anawaambia sasa, tumekaa na nyinyi sana, sasa ni wakati wangu wa kurudi. Sasa mimi nataka tuachane na kila mtu. Haleluya. Na anawawekea wasi, nyinyi rudini kwa. Haleluya. Mwenye anataka kurudi na mimi Yuda arudi, lakini hatutaka Moabu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hayo inamaanisha huyu mtu lazima awe na power than their friends. Lazima uwe na nguvu za kucontrol marafiki wako. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ndugu anasemanga usiwashe moto ambayo huwezi izi. Huwezi izi. Na ndugu anashindianga hivyo. Usiwashe moto ambayo huwezi. Kwa hivyo wewe usiungane na mtu ni moto na uwezi mzima. Haleluya. Wewe unaweka kuni tu kwa jiko lakini hauna maji ya kuzima. Haleluya. Wewe unaendelea kuweka tu, njia inakuchoma. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiria tuko sawa, sio? Kwa hivyo mtu aliye ndani ya Kristo lazima achane na marafiki wa Moabu. Haleluya. The fellowship, the partnership sa Moabu. Haleluya. Daudi akaungane na fellowship sa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Je, you have that power? Unaweza jikomboa kwa huyo rafiki yako? Unaweza jiondoa kwake? Ama akikuitaje na kuvutanga na mate kama nyoka, kama ulimi. Unajua nyoka inaonanga hizi pale, ulimi inachukuliwa kule. Tuna watu kama hao
kuhitaji ni mate. Haleluya. Ukito unasikia kana kwamba kwako viti ni kama ziko na sindano, unachomoka kama risasi. Ole wako. Ilo Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe unaenda kama risasi? Epi utakozeto lidima. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyu jamaa anaitwa Johnson ameniambia, basa akinimekaa bila kukuona, yaani nasikia ni kama sijui wazimu kwa kichwa yangu, nachomoka hata kwangu chakula hiyo chakula. Na ikienda kule napata makao. Huyo mtu anakukontrol mpaka anamaliza ndoa yako. Baraka ni eche kivyake na uwezi jua. Haleluya. Si kama umejua. Kinyonga pia akitaka hizi, Bwana kana kuanga na ulimi mrefu. Umeiona? Hakuna haja aende pale. Na iko na magnet. Yaani ikimkaribia, akitoa tu imumpezi anakuja. Sasa marafiki wanayo wako, na lazima uwe na uwezo wa kuwaondokea ama kuwa control. Kasime hiyo mioto yao. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Wewe ni mmoja unavutangwa na ulimi wa kinyonga, na kinyonga anaenda pole pole, ananga haraka. Maana anajua bora tu nikuone. Ara kama uko mbali namna gani hizi utakuwa chakula. Rafiki yako ni kinyonga. Hai nyoka anajikujanga tu. Bwana Yesu asifiwe. Panya atakimbia nyoka yeye ni kama jiwe. Panya atajileta akoe mlo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanajikujianga kwao na hawezi kuja kwako. Ama akija kwako anajikuja anataka umpe yo. Ameze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hao ni watu wa mwili, si wa roho. Na wako wanatumika na falme za roho. Na watu wako makanisani, ukikutana naye anakuambia Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kumbe rohoni anasema mbona asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa na uwezo ni verse 11 hiyo. Utakuwa na uwezo wa kuamua kujitenga na marafiki wa kitambo. Kwa hivyo kama wewe huwezi jitenga na marafiki za kitambo, hujaamua kupatana na Kristo. Haleluya. Hujaamua kwenda na Kristo. Maana Kristo hataki mtu amebebana. Anahitaji mtu mmoja, na ndio maana Ruth anataka waende. Ametoka katika nchi ya Moabu katika shida. Haleluya. Na sasa kwa jia anawaambia sasa sijini mrudi kwenu. Haleluya. Na mmoja akaona walijaribu kukata, mmoja akasema wacha niende. Mmoja akasema mahali utalala, mahali utaanguka, mahali utakula. Sasa Naomi hapo huyo amecontrol. Barake amewemwekea angano. Chucho bahali utaniambia tulale nitafanya nini? So you have power to control. Hiyo ufalme ulio ndani yake. Maana atakwambia mimi hata ukiniambia tulale kwa maji nitakubali. Ukiniambia tulale kwa mawe nitakubali. Ukiniambia tukule mchanga
huyo shika vizuri, umlete kwa kanisa. Lakini ukiona hawezi, tengana na yeye. Manake mahali mnaenda utalia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumepatana vizuri. Unajua masaa imeenda sana. Hebu nikuache na hiyo. Huyo mtu atakuwa na uwezo wa kujitenga na marafiki za kitambo. Uwezo. Huyo mtu hata kama hujamwambia ondoka, ataweka mipaka na wewe. Haleluya. Mtaongea siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ajue ufalme ulio ndani yangu hauko ndani yako, na mtaweka mipaka. Haleluya. Yes, huyo ni mtu ameamua kumrudia Mungu na roho yake yote, mwili wake